Uhali gani mtazamaji wa Mpenja TV, ninaamini uko vizuri, uko salama kabisa. Karibu sana tuzungumze michezo. Tupo katika wakati wa usajili, heka ni nyingi kweli kweli, na tuelekee pale katika mitaa ya Msimbazi, katikati kabisa mwa Kariakoo, ambako inapatikana makao makuu ya klabu ya Simba Sports Club. Mara baada ya juzi kumtambulisha Kelvin Nation, jana kumtambulisha Chilambo kutoka Azam FC, dakika chache zilizopita klabu ya Simba imekamilisha rasmi usajili wa kiungo mshambuliaji na winga machachari Bakari Selemani Msimu kwa mkataba wa miaka 2 akitokea klabu ya Coastal Union ya Tanga. Kinda huyo mwenye umri wa miaka 18 ametambulishwa rasmi leo mchana kupitia mifumo ya kidigitali ya klabu hiyo ikiwemo Simba App. Usajili huu unaacha gumzo kubwa kwenye soka la Bongo kuelekea msimu mpya wa ligi wa 2026-2027, huku wekundu wa Msimbazi wakitajwa kushinda vita kali ya kuwania saini ya mchezaji huyu dhidi ya miamba ya soka ya Afrika wakiwamo TP Mazembe ya DR Congo pamoja na Singida Black Stars ya hapa Tanzania. Ni usajili mwingine huu ambao umetangazwa kunako siku hii ya leo, na tunaambiwa Simba wameshinda vita kali dhidi ya miamba mbalimbali ya soka. Tunafahamu kinda huyu Mtanzania mwenye miaka 18 akiwa ni winga wa kulia, lakini pia kiungo mshambuliaji, attacking midfielder, anatumia mguu wa kulia. Amezaliwa Disemba 9 mwaka 2007. Bakari Selemani Msimu bado kinda kabisa, na tunaamini anakwenda kuisaidia Simba vizuri, pengine amesajiliwa kwa ajili ya future zaidi. Bakari Msimu anatajwa kuwa moja ya hazina kubwa ya soka nchini kwa sasa kutokana na uwezo wake mkubwa wa kumiliki mpira, kasi na kupiga crossi zenye macho. Lakini pia alikuwa mchezaji nguzo wa timu hiyo ya Tanga Coastal Union, ambako alicheza jumla ya mechi 22 za ligi kuu ya Tanzania bara na kufanikiwa kufunga magoli 3 yaliyochangia kubeba timu hiyo. Hiyo ni rekodi yake kwa msimu uliopita. Akiwa na timu ya vijana under 20 Ngorongoro Heroes, amefanya vizuri sana katika timu za vijana za Tanzania Ngorongoro Heroes. Alicheza mechi 6 kwenye mashindano ya kufuzu AFCON under 20 na kutoa mchango mkubwa kwenye ukanda wa Sekafa. Lakini pia timu ya taifa ya wakubwa Taifa Stars, kutokana na kiwango chake bora, amejumuishwa kwenye kikosi cha wakubwa cha Taifa Stars na kupata nafasi ya kucheza mechi za kirafiki za kimataifa FIFA Series mapema mwaka huu 2026. Asa kama ambavyo nimekuambia, Simba imeshinda vita kubwa dhidi ya timu kama TP Mazembe ya Congo na Singida Black Stars zilizokuwa zikimfukuzia, na mkataba wake una mambo haya ambayo ninakwenda kukifichuliwa hivi sasa. Amesaini mkataba wa miaka 2 kuitumikia Simba kwa ada ya usajili zaidi ya shilingi milioni 100. Lakini pia mshahara wake katika mwaka wa kwanza atapokea milioni 6 kwa mwezi, na utapanda hadi milioni 7 kwa mwezi kwenye mwaka wake wa pili wa mkataba. Msimu anakuja kuongeza nguvu kubwa kwenye eneo la winga wa Simba, hasa baada ya timu hiyo kufanya mabadiliko makubwa kikosi chake kwa ajili ya msimu mpya wa 26-27. Hizo ni baadhi ya detail ndogo ambazo nimekupatia hapo. Sasa Bakari Msimu anakuwa miongoni mwa nyota wa ndani walioingizwa katika mpango mpya wa maboresho ya kikosi cha Simba. Anajiunga na sajili zingine mpya zilizotangazwa hivi karibuni kama Kelvin Nation kutokea Pamba Jiji na Nathaniel Chilambo kutokea Azam FC. Mashabiki wa Simba sasa wanatazamia kuona kasi, chenga na crossi zake zikisaidia kurejesha mataji ndani ya msimu huu. Embe tuambie msikilizaji na mtazamaji wa Mpenja TV, ni sajili gani mpaka sasa hivi imekukosha zaidi katika wachezaji ambao wametambulishwa na Simba mpaka siku hii ya leo? Saa 7 ndo hii na bado tunasubiri kuona utambulisho wake. Mpaka sasa hivi ametambulishwa Nathaniel Chilambo, Kelvin Nation pamoja na Bakari Msimu. Je, ni nani zaidi amekuvutia? Lakini pia mnaridhishwa na
usajili wa Simba katika dirisha hili kubwa? Ni kitu gani ambacho umekipenda zaidi? Sawa, tusubiri tuone kile ambacho kitajiri. Hii ni Mpenja TV, jina langu ni Teddy Tino.